Waziri Mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa Irani imeanza tena juhudi za kurejesha uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, akisisitiza kuwa Tehran haijakata tamaa licha ya mashambulizi yaliyolenga miundombinu yake kijeshi ya nyuklia. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha Fox News, Netanyahu alisema kuwa Israel ilifanikiwa kuirudisha nyuma Iran kwa kiwango kikubwa katika programu zake za nyuklia na makombora. Hata hivyo, alidai kuwa Irani inaendelea kutafuta njia mpya za kujimarisha upya. Tuliwapiga pigo kubwa katika maeneo yote mawili, lakini watajaribu tena, alisema Netanyahu, akisisitiza kuwa tishio kutoka Iran bado lipo. Netanyahu pia alidai kuwa baada ya kituo cha nyuklia cha Fordo kushambuliwa, Irani huenda ikajaribu kuendeleza programu yake ya nyuklia katika maeneo mengine yasiyojulikana. Kwa mujibu wake, hatua hizo zinaonyesha dhamira ya Tehran ya kuendelea na miradi yake kimkakati licha ya vikwazo na mashinikizo ya kimataifa. Aidha, waziri mkuu huyo wa Israel alisisitiza kuwa Irani tayari imeanza kurejesha uzalishaji wa makombora ya balistiki. Wanajaribu kufufua kiwanda cha uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Wanarudi tena kwenye uzalishaji, alidai. Kauli za waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu zinaashiria kuendelea na mvutano mkubwa kati ya Israel na Iran, huku Tel Aviv ikiendelea kuionyesha Iran kama tishio kuu kwa usalama wa Israel na eneo la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Katika muktadha wa taarifa hii inayomhusu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akidai kwamba Iran imeanza upya juhudi za kurejesha uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, ni kufuatia na msuguano madhubuti ambao unazidi kuendelea kwa hivi sasa baina ya ukanda wote wa Mashariki ya Kati, kutokana na uhalisia kwamba taifa la Israel limekuwa likipata hofu dhidi ya makombora ya taifa la Iran. Ndio maana hata mashambulizi ya Juni 12 yalihusisha ushambuliaji wa vituo vya nyuklia pamoja na maeneo ya kijeshi ya taifa la Iran. Sasa basi, Netanyahu kupitia mazungumzo yake kwenye Fox News nchini Marekani, ambapo yupo huko kwenye ziara yake akiwa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na masuala ya kidiplomasia na ushirikiano wa mataifa mawili baina ya Israel pamoja na Marekani, Netanyahu ameainisha wazi hofu yake juu ya taifa la Iran dhidi ya mpango wake wa nyuklia na mchakato mzima wa kuweza kurejesha miundombinu yake ya kijeshi ambayo iliweza kushambuliwa na taifa la Israel kwa ushirikiano mkubwa na Marekani. Taarifa hii inazidi kuweza kuiweka Israel matatani wakati wote, kufuatia kauli pia za vitisho kutoka katika viongozi wa taifa la Irani, wakisema kwamba endapo uchokozi wowote utaanzishwa dhidi ya taifa la Irani kutoka Israel au taifa lolote katika ukanda wote wa dunia, basi wataweza kujibu haraka iwezekanavyo kwa mashambulizi makubwa, kwa nguvu kubwa, na kwa kutumia makombora ya masafa marefu kwa kiasi kikubwa, ili kuweza kukomesha kabisa uchokozi wa adui yoyote ambaye ataishambulia taifa la Iran. Basi mtazamaji wetu, jiunge nasi wakati wote kwa kuweza kuhabarika na taarifa moto moto za kimataifa kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.